Yes, bwana, kama kawa, karibu sana kwenye huu mzigo mtamu wa kuitwa The Evil Game. Mzigo mtamu kutoka kwake Edazaria G Msulu. Na mimi Uncle G niko hapa kwenye mic kuhakikisha kwamba ninakupa uondo mwanzo mpaka mwisho. Bwana, mambo yanazidi kupamba moto. Bobby pamoja na Roy wanamkabidhi Bad Lady kwa majasusi wa shirika la kijasusi la X pasipo kujua kwamba huyu mwanadada Bad Lady mdomoni mwake tayari ameshawasha GPS ambayo inatuma taarifa kwenye kikosi cha maadui ya kwamba yeye ametekwa. Sasa unahisi nini kitatokea? Maanake wale maadui hawawezi wakamwacha mtu wao awe ameshikiliwa na jeshi la polisi. Wewe ni lazima wafanye juu chini kuja kumkomboa mtu wao ambaye ni Bad Lady. Nikakwambia usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Hatimaye ndo huu hapa mzigo, sehemu ya 6. Sasa karibu tupate kujua kama mambo yalikwendaje bwana. The Evil Game. Hatari mtu wangu. Kaka. Hivi bro, una uhakika huyu demo ni gaidi kweli? Mbona demo mwenyewe afanani kabisa na ugaidi? Alafu anaonekana bado ni binti mdogo, binti mzuri. Oya Bobby, mna uhakika huyu dada ni gaidi kweli? Mbona yuko softi? Sikiliza Ruben, swali ulilouliza ni sawa na kumtazama mtu aliyenona mwenye ukimwi na ukasema kwamba mbona haonekani kama na ukimwi. So ukishaambukizwa ndo utajua kwamba nao. Hivyo usimuhisi mtu kwa kumtazama tu mkuu. Naam, mpaka hapo jibu la Bobby lilimfanya Ruben atabasamu na alishindwa kabisa kuzungumza chochote zaidi tu kuzitazama helikopta 2 kubwa za jeshi zikitua kwenye ufukwe huo usiotumiwa kwa shughuli za kijamii. Zaidi tu hutumika kwa shughuli za kijeshi na zinalindwa kwa masaa 24. Hivyo hata kukutana hapo ni eneo salama zaidi kwao kuliko wangekutania eneo jingine. Baada ya helikopta hizi za kijeshi kutua hapo, na zilikuja hapo kwa ajili ya kumchukua huyu gaidi wa kuitwa Bad Lady. Japokuwa Ruben alikuwa na mashaka, ukimtazama Bad Lady ni binti mrembo, mzuri, yuko softi, huwezi kujua kama ni gaidi. Basi mara baada ya helikopta kutua eneo hilo, wakateremka makomando waliovalia nguo nyeusi. Wakatawanyika huku makomando 4 wakielekea alipokuwa amesimama Ruben pamoja na Bobby. Meja Po, karibu sana. Kiongozi wa makomando hao alikaribishwa huku akipeana mkono na Ruben pamoja na Roy. Karibu sana bwana. Nashukuru sana. Mtumiwa ni huyu hapa bidada. Bobby alizungumza, akaongozana na makomando hao hadi katika gari alipokuwa amesimama Roy. Roy alifungua mlango, akamshusha pale Bad Lady ndani ya gari na akamkabidhisha rasmi kwa Meja Po. Kazi njema, Roy alizungumza huku akimtazama Meja Po. Meja huyu akasema tunashukuru. Vijana wa Meja wakaondoka na Bad Lady, wakaingia naye kwenye helikopta moja. Tutawasiliana itakavyokuwa, Ruben alisema hivyo huku akipeana mkono na Roy pamoja na Bobby. Wakamwambia sawa. Ruben na walinzi wake pamoja na makomando wengine waliingia ndani ya helikopta hizo na kisha wakaondoka hilo eneo. Bobby na Roy waliingia ndani ya gari na kuondoka eneo hilo na kuacha wanajeshi wanaolinda fukwe hiyo wakiendelea kuimarisha ulinzi. Oya Roy, kiukweli namuonea sana huruma yule binti. Bobby alizungumza huku akimtazama rafiki yake Roy aliyekuwa anaendesha gari. Nisikilize Bobby, siku zote muhalifu ni muhalifu tu.
tungemwacha yule angetudhuru sisi. Ni kweli uko sahihi. Alafu pia kitu kingine, yule demu kama ana mafunzo ya kigaidi, lazima ujue kwamba ni mtu hatari. Kwa maiti nilizojionea nyumbani kwa Stella, sio mchezo kaka. Kuna watu ni makatili. Ile timu nzima tulioiona ya wale wadada rafiki wa Stella, wote wameuawa. Na hayo ni mauaji namba 1. Kuna mauaji mengine ya Freddy. Hivyo Bobby, hapa katikati lazima tujue tunacheza na moto mkali wa gesi. Yaani hatutakiwi kuwa na huruma mwanangu. Na hatutakiwi tumchukulie mtu poa kivyo vyote vile. Ni kweli. Sasa huyu fala tunampataje? Nisikilize Bobby. Twende pale Chalinze. Mimi pale nina demu wangu mmoja hivi malaya mmoja hivi. Atanipatia tu taarifa zote za huyo wa kuitwa Zedi sijui. Hapo fresh mwanangu. Acha kwanza nifute usingizi kidogo, kwa maana kwamba unajua soko kuchoka huku mtu wangu, nimechoka ile mbaya. Pamoja bro. Hapo Bobby aliilaza siti aliyokuwa mikalia, alijiweka vizuri na kisha kalala usingizi wa 444. Roy aliwasha TV ndogo iliyopo katika gari hilo na kisha alianza kutazama shughuli iliyokuwa inaendelea Ikulu. Naam. Ukimya ukatawala katika ukumbi wa Ikulu, huku viongozi mbalimbali waliokuwa wamehudhuria sherehe za uapisho wa makamishna wa ngazi za juu wa polisi wakiwa wako kimya kumtazama rais aliyekuwa amesimama katika eneo la kuhutubia, huku mlinzi wake mkuu akiwa nyuma yake, huku wengine wakiwa wako pembeni yake. Mheshimiwa Rais aliwasalimia pale wageni waalikwa na kisha kaianza hotuba yake ambayo ni hotuba yake ya kwanza toka kuingia madarakani. Maendeleo ya nchi siku zote huletwa endapo nchi inakuwa na amani. Ulinzi wa taifa hili upo mikononi mwetu. Japo kumekuwa kuna matukio ya kutisha katika siku za hapa karibuni, ila kwa imani yangu matukio hayo tutakwenda kuyadhibiti. Tusiwe na huruma na mtu yeyote ambaye ataashiria au atafanya uvunjifu wa amani ndani ya nchi yetu ya Tanzania. Hadi kuvaa mavazi ya polisi ina maana umekidhi vigezo vya mafunzo vya kulinda amani na raia na usalama wao. Ni vigumu sana kusikia matukio mauaji yanatokea na hakuna hatua inayochukuliwa kwa uhalifu wa kukamatwa au kufikishwa mahakamani na sheria ikafuata sheria yake. Huo utakuwa ni uzembe mkubwa sana. IGP na timu yako nzima iliyopo hapa, hebu hakikisha unasimamia na kuongoza watu wako. Nataka kusikia kila tukio linalotokea, wahalifu halisi wanakamatwa, mnazo silaha, mna kila nyenzo inayowawezesha katika kutekeleza majukumu yenu. Sitaki kusikia tena tukio la aina yoyote linatokea alafu watu mnaendelea tu kupishana kwenye korido za maofisi yenu bila kuwa na majibu yaliyo sahihi. Rushwa imekuwa ni moja ya tatizo ambalo linazidi kukua kadiri siku zinavyozidi kwenda kwenye hii nchi. Na jeshi la polisi, baadhi yenu hamjawa waaminifu. Mmekuwa ni watu mnaopitisha magendo ya kila aina na muda mwingine kuwasindikiza wahalifu kwenye maovu yao. Sasa niwaambie hili, nitalisimamia mimi mwenyewe. Kiongozi yeyote au mtumishi yeyote wa serikali atakayebainika kula rushwa au mtu yeyote akibainika kupokea rushwa, basi hatua kali za kisheria zitachukuliwa dhidi yake. Makamishna wa mikoa niliowateua, nendeni mkasimamie majukumu yenu. Msionee watu wala msiwaonee watumishi wenu. Kuna huo ukiritimba unaoendelea. Ukishajiona wewe ni askari, una cheo cha juu, basi askari wa chini unamfanya vile unakavyo wewe. Huo ni utovu wa nidhamu. Na niwaambieni kitu kimoja, kwenye hii awamu yangu, kwenye huu uongozi wangu,
ukibainika unatumia madaraka yako vibaya, basi tutarudi kwenye taratibu zetu za kisheria na utachukuliwa hatua kali. Nataka kuona nchi yangu ina amani. Makundi ya ajabu ya kiuhalifu yanayozunguka kama uyoga, IGP, sitaki kusikia tena. Mara sijui watu wasiojulikana, sijui endapo nitayasikia, baada ya mwezi mmoja, tambua utakuwa umekalia kutikavu. Nisiwe mwongo na nisiwe mnafiki kwenye hili. Watanzania wanahitaji amani. Sasa hivi unasikia watu wanakatwa mapanga, watu wanapokonywa mali zao, watu wanavamiwa. IGP, nenda kalisimamia hili, na yeyote atakayetetea uhalifu basi muelekeze kwangu na mimi nitamshughulikia. Sitokubali kuona wananchi wangu wanaanza kuishi kwa uoga kwenye nchi yao. Wanaishi kwa wasiwasi kisa tu wapuzi tu wachache wanaosumbua na kujitengenezea tawala zao za kipuzi. Kama wapo kwenye hii nchi, wanajiona kama wao ndo wafalme kwenye hii nchi. Sasa natuma salamu na wakakai wakijua watakwisha, na ninawatangazia vita popote walipo. Tutawanyosha kisawasawa na tutawafuta kwenye huu uso wa dunia. Hii sasa haitokuwa operation ya polisi pekee yao, bali ni operation ya vyombo vyote vya usalama. Nataka muhakikishe kila mhalifu anashughulikiwa kisawasawa. Kumekuwa kuna tatizo la utapeli kwa kutumia simu na mitandao ya kijamii. Hebu nendeni mkalisimamie hili. Naamini kuna timu za upelelezi wa mitandao. Hizi story pia sitohitaji kuzisikia. Toeni elimu kwa wananchi, waripoti namba za hao matapeli bure na mfanye kazi kila namba ambayo mnakuwa mnatumiwa. Yaani haiwezekani mtu apokonywe pesa yake kitapeli. Hii mitandao ya simu lazima iwajibishwe. Na naagiza wasimamizi wa hii mitandao, endapo kunatokea ubadhilifu wa pesa za mtu kwenye mtandao wao, basi na upelelezi ukakamilika, basi na mtandao husika uhakikishe unalipa gharama zote za mtu aliyetapeliwa pamoja na gharama za upelelezi. Tukianza kwa bana hao kinidhamu, basi hakutatokea utapeli. Tunaelewana? Kwa leo hotuba yangu achaishi hapa. Mengine tutazidi kuelezana kwenye vikao vingine, ila nahitaji ufanyaji wa kazi na uadilifu. Macho yangu yapo kila kona. Sasa nitahakikisha nchi inakwenda kwenye mstari, na nitoe onyo kwa wafanyakazi wa serikalini na sekta binafsi. Uzembe kazini sasa unakuwa historia. Wale wote wanaojihisi wanafanya kazi vile watakavyo, basi na wataarifu, kiama chao kinakuja, kiama chao kitafika. Watarudi mitaani, na vijana wanaotoka vioni kila mwaka na wenye sifa watachukua hizo nafasi. Wewe ingia ofisini saa 2 asubuhi, toka saa 6 asubuhi. Kama hiyo ofisi ni ya baba yako, basi ndo utanieleza. Ila kama ni ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, basi jua kabisa utaiacha. Ninataka kwenda na watu wanaojua kwenda mbele. Wazembe sio chaguo langu, na wala siwahitaji kwenye hii safari ya maendeleo. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika. Nashukuru kwa kunisikiliza. Hapo watu wote walisimama na huku akipiga makofi na ndipo Mheshimiwa Rais akarudi sasa kukaa katika kiti chake. Tukitoka Ikulu tugeukie upande wa maadui. Alionekana adui kubwa la maadui, na mzungumzia Mzee Bata. Mzee Bata alionekana kuzungumza kwa kusema huyu mpumbavu ni nguvu ya soda tu yanatumia. Mzee Bata alizungumza huku akimaliza kutazama hotuba ya rais kwenye TV. Ila mkuu, huyu Mheshimiwa Rais huyu anaonekana na maanisha kwenye kila analolizungumza mkuu, na ndio maana sasa hivi tuko hapa. Bata alimkata jicho kali msaidizi wake, na hapo simu ya msaidizi wake ilianza kuita. Alitazama kwa sekunde kadhaa. Mkuu,
Hii namba inatokea kule Afghanistan. Hebu pokea hiyo simu. Bata alizungumza huku akimtazama msaidizi wake, na kweli yule msaidizi akapokea ile simu. Ilisikika sauti nzito ikisema, "Mpatie simu Bata." Sauti nzito ilisikika na kumfanya yule msaidizi wa Bata ampatie simu mkuu wake. "Yes, hello. Bata, imekuwaje kijana wetu amekamatwa?" Swali kutoka kwa mwanamume huyo lilimfanya Bata apate kigugumizi. Unajua, kusema ule ukweli, hata mimi nilivamiwa na nimefanikiwa kutoroka tu, lakini sijui nini kinachoendelea. Ninakutumia signal ya eneo alipokuwa hapo mtu wetu, na upange utaratibu wa vijana kutoka Somalia waingie nchini kwako Tanzania, wakamkomboe mtu wetu. Hatuko tayari kuona mtu wetu akiangamia. Sawa, ila mimi kwa sasa si. Wakati Bata anataka kujitetea, simu ilikatwa na kumfanya Bata baki tu ametumbua macho. Yule mlinzi wake akamuuliza, "Mkuu, kwani wanasemaje hao?" "Wametuma eneo alipokuwa Bad Lady na wanasema Bad Lady amekamatwa." Na amesema anatuma watu kutoka Somalia wanaingia nchini Tanzania ili wakamwokoe Bad Lady. Oya mkuu, mbona hiyo ni hatari kwetu? Mbona sasa wanataka tutoke mafichoni ikiwa ndo kwanza tumeingia kujificha? Wakati Bata anajadiliana na msaidizi wake, ujumbe uliingia kwenye simu hiyo. Akafungua meseji hiyo na akaona alama nyekundu inayomwonyesha wapi alipo Bad Lady. Mbona hii alama inakwenda kwa kasi sana? Ona inavyotembea. Bata aliuliza na kumfanya kijana wake kuitazama. Mkuu, inaonekana huyo Bad Lady yupo kwenye usafiri, anasafirishwa. Sasa mbona huu usafiri unakwenda kwa kasi sana? Labda ni gari, ila mbona linapita juu ya milima? Juu ya milima? Ndio, sinaona hapo. Huyu itakuwa amepandishwa helikopta. Bata alizungumza na ghafla alama hiyo ikapotea. Wakabaki wanatazamana. Mbona sasa alama yenyewe imepotea tena? Bata alizungumza huku akiwa amejawa na mshangao uliokosa majibu. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili, kitendo cha kufika mita 1000 kutoka ilipokuwa makazi ya siri ya kitengo cha X, kuna mitambo maalum inayokata mawasiliano yote ya vifaa vya GPS. Hivyo hata kama una chipu mwilini mwako ya GPS, lazima itapoteza mawasiliano na itazimwa automatically. Katika eneo hilo kuna ulinzi mkali mno, kuanzia ulinzi wa kimtandao hadi ulinzi wa silaha. Ni eneo gumu sana kuweza kushambulia kwa silaha za kawaida, na ni eneo wanaloshikilia watu hatari sana ndani ya hii nchi. Eneo la juu katika mlima huo ukafunguka, na kwa kutumia mashine, uwanja mkubwa wa helikopta ulipanda hewani na helikopta mbili zikatua, na taratibu uwanja huo ulianza kuelekea chini, na eneo la juu lenye ardhi yenye miti mingi mikubwa lilijifunga, kitu ambacho hata ukipita kwa hewani hivi huwezi kujua eneo hilo lina makazi ya watu. Bad Lady akashushwa ndani ya helikopta hiyo na moja kwa moja akapelekwa kwenye eneo la kuskani mwili wake. Alilazwa kwenye kitanda maalum chenye mitambo ya kuchunguzia mwili mzima wa binadamu, na hata kama atakuwa na kitu hatarishi ndani ya mwili wake kitaonekana. Haikuchukua hata dakika moja, mashine hiyo iliyokuwa imefungwa kwenye kitanda hicho ikawaonyesha wataalamu wake wapatao 8, wakaiona chipu ndogo kwenye jino la Bad Lady, ambaye muda wote huo alikuwa amefungwa macho yake na alikuwa amevishwa kigunia kizito usoni mwake. Huyu mwanadada, hiyo GPS yake iko active.
Mkuu wa kikosi hiko aliwauliza vijana wake. Vijana wake wakamwambia, imekuwa active ndani ya muda mfupi kabla ya kufika hapa, ila mitambo yetu imeweza kuizima. Hapakuwa na muda wa kupoteza. Bad Lady aliingizwa katika chumba cha madaktari wa meno, akavuliwa kigunia cheusi alichokuwa amevalishwa kichwani mwake, na GPS hiyo ikatolewa ndani ya jino hilo la bandia, na kisha chipu hiyo ilipelekwa kwa Ruben. Tumemkuta na hii chipu ndani ya jino lake. Ruben akatazama kipande kidogo chenye batani ndogo, akasema kazi nzuri sana. Ruben alizungumza huku akimrudishia daktari huyo wa kijeshi ambaye naye ni komando. Hii sasa tunaiharibu. Kupitia hiyo chipu hamwezi kujua inatumiwa na watu wa aina gani, kwa sababu kama yeye amekutwa nayo kwenye jino, basi itaweza kuwa inatumiwa na baadhi ya watu. Mkuu, watu wa IT watalichunguza zaidi. Okay, sawa. Daktari huyo akaondoka na akaikabidhi chipu hiyo kwa wataalamu wa kompyuta, ambao 80% ya wataalamu hao waliomo eneo hilo ni wadukuaji wenye uwezo wa hali ya juu waliopatiwa mafunzo ya kikomando na wanalitumikia jeshi. Mwanadada Bad Lady aliingizwa katika bafu maalum, alivuliwa nguo zake zote kwa kutumia mikasi na wanajeshi 4 wa kike, akafunguliwa kitambaa usoni mwake na kumfanya shangae eneo alilokuwa hapo. Mwanajeshi mmoja aliyeshika mpira wa maji wenye nguvu alifungulia na akaruhusu maji kutoka kwa kasi. Yalianza kumtandika Bad Lady na kumfanya pepesuke. Alianguka chini. Bad Lady alianguka chini huku maji hayo yakiendelea kumpiga mwili mzima kwa sababu ilikuwa na nguvu kubwa mno. Zoezi la kumwogesha Bad Lady walikuwa kama vile wanaliosha gari linapokuwa car wash. Kwa kutumia mtindo wa kummwagia maji yenye nguvu, ilitumia kama dakika 5 hivi. Wakamuingiza katika chumba kingine chenye mvuke, na Bad Lady alikaa ndani ya chumba hicho kwa dakika 5, kisha akatolewa huku akiwa anavuja jasho vibaya mno. Akavalishwa nguo za kifungwa zenye rangi nyekundu. Miguuni Bad Lady akapigwa cheni ndefu, ila ni cheni ndefu sana. Mikononi mwake akapigwa pingu na miguuni akavalishwa raba nyeupe. Akatolewa kwenye chumba hicho, aliingizwa kwenye chumba kingine na akapigwa picha akiwa ameshika bango dogo mkononi mwake linalomwonyesha kosa lililomsababishia kukamatwa. Baada ya picha, akaingizwa katika chumba cha mahojiano ambapo Ruben na baadhi ya makomando walikaa upande wa pili wa chumba hicho, huku akiwa wametenganishwa na kioo kinachoonyesha upande mmoja tu, upande alipo Bad Lady. Mzee mmoja aliingia ndani ya chumba hicho akiwa na faili, huku ndani yake kukiwa kuna taarifa zote za Bad Lady ambazo wadukuzi hao ndani ya muda mchache tu tayari walishapata kila taarifa inayomhusu Bad Lady. Mzee huyo alivuta kiti akakaa mbele ya meza hiyo huku akiwa wanatazamana na Bad Lady. Akalifungua faili hilo, akazitoa picha zilizomo ndani ya hilo faili. Bad Lady alitokwa na macho kuona baadhi ya picha akiwa katika mafunzo ya kijeshi na kundi la Taliban, picha ambazo aliamini ni siri kubwa sana kuweza kutoka hadharani, kwani Taliban walikuwa wanazitunza sana picha hizo. Wanakuita Bad Lady, muuaji maalum, muuaji wa siri. Mzee huyo alizungumza huku akizichambua picha hizo, na Bad Lady akazidi kupigwa na bumbuazi. Alipata wasiwasi mara baada ya kuziona picha za wazazi wake, ndugu zake na picha zake akiwa pamoja nao. We binti, kwa nini uko Tanzania? Hapo Bad Lady alianza kulengwa na machozi. Unajua ulichokifanya? Ndiyo najua. Tunahitaji washirika wako. Bosi wangu alikuwa ni bata. Unamzungumzia huyu hapa, si ndio?
Ndiyo huyo. Lengo lenu kuu lilikuwa ni nini? Kumuua rais wa hii nchi. Badiledi aliposema hivyo, lengo lilikuwa ni kumuua mheshimiwa rais. Mzee huyo taratibu akaivua miwani yake kubwa aliyokuwa amevaa, akaiweka mezani. Akamtazama tena Badiledi ambaye jambo alilolizungumza ni kubwa sana na hapakuwa na mtu aliyetarajia kama anaweza akatoa siri nzito kama hiyo, tena ameitoa kiurahisi sana. Lengo lenu ni kumuua rais wa hii nchi, si ndio? Ndio. Ni akina nani unaosaidiana nao? Sipo kwenye hilo jukumu, ila hiyo ndio siri kubwa ambayo ipo kwenye mkakati inapangwa. Usalama wa rais wenu mpya upo hatarini. Sijui siku wala sijui saa, sijui muda wa mpango huo jinsi ulivyopangwa, ila mpango ni kwamba mheshimiwa rais inabidi auawe. Hapo Ruben alionekana kushusha pumzi nyingi huku akiwa ameshika kiuno, akimtazama Badiledi akiendelea kuhojiwa na huyo mzee. Hao wanaopanga kumuua mheshimiwa rais ni akina nani? Sifahamu, ila endapo mtampata Bata, basi kila kitu mtakifahamu. Mimi nilikuwa ni mtumishi tu, mambo mengine ni ya siri ambayo mimi siyajui. Na kwa nini umetoa siri? Ni kwa sababu sihitaji kuendelea kuitumikia hii kazi. Nimepoteza marafiki kwa ajili ya watu ambao sio wema kwangu na hata jamii yangu pia. Naam, mzee huyo akamtazama Badiledi, ambaye Badiledi macho yake yalikuwa na lengo na machozi, huku akiashiria kabisa ya kuwa anachokizungumza ni kitu cha kweli. Okay, sawa. Nitakurudia. Mzee huyo akazikusanya picha hizo, akafunga pale faili na akatoka ndani hapo, na moja kwa moja akaelekea upande wa pili wa chumba hicho. Akakutana na Ruben pamoja na makomando wengine. Naamini bila shaka mmesikia yale mahojiano. Ndio tumesikia. Na hilo swala tunalifanyia kazi kwa sababu tumelifahamu siku 2 zilizopita. Sasa vipi, tuendelee kumhoji? Hapana, kwa sasa awekwe mahabusu hadi pale tutakapoweza kumhitaji tena. Okay, sawa. Badiledi alitolewa ndani ya chumba cha mahojiano na moja kwa moja akapelekwa mpaka kwenye mahabusu ambayo ndani yake kuna kitanda cha futi 2 kwa 6, choo cha kukaa chenye eneo dogo la kuogea maji, pamoja na meza ya chuma, pamoja na kiti cha chuma ambacho vyote vinamsaidia mfungwa aliyefungwa ndani hapo kuweza kujisomea vitabu. Katika chumba hicho pia kuna TV ya inchi 32 ambayo inaonyesha vipindi vya televisheni vya taifa, huku katika TV hiyo kukiwa kuna kamera ya siri ambayo inarekodi kila kitu kinachoendelea ndani ya chumba hicho, iwe ni usiku ama mchana. Badiledi akafunguliwa minyororo na pingu mikononi mwake na kisha akaekwa ndani ya chumba hicho na makomando waliomuingiza ndani hapo, na kisha mlango wa chumba hicho ukafungwa, huku ndani ya chumba hicho kukiwa hakuna dirisha wala aina yoyote ya kitu chochote zaidi ya mfumo mzima eneo hilo kuwekwa oksijeni maalum ambayo inamsaidia anayekaa ndani ya chumba hicho chenye rangi nyeupe tupu kuanzia chini hadi juu kuweza kupumua vizuri. Na ili mtuhumiwa atambue huu ni usiku au mchana, basi ni kuzimwa na kuwashwa kwa taa. Ikifika asubuhi, taa nyeupe yenye mwanga mkali inawashwa, na ikifika usiku taa hiyo inazimwa. Nitamfikishia mheshimiwa rais kila alichokizungumza huyu bidada. Ruben alizungumza hivyo na kisha akaagana na mkuu wa eneo hilo. Aliingia kwenye helikopta mojawapo na wakaondoka eneo hilo kwa ajili ya kurudi katika jiji la Dar es Salaam. Naam. Upande wa pili tunapata kumwona Chura. Hey sister, huku ni wapi tunapokwenda? Chura
aliuliza huku akiwa anatazama mazingira ya gari linapoelekea. Akaambiwa ni sehemu mtakayokuwa salama kwa wakati huu. Lakini wewe ni nani? Mimi ni rafiki. Sawa, jina lako wewe ni nani? Hapana. Msichana huyo alijibu huku akizidi kuendesha gari hilo hadi wakafika Kigamboni, eneo lililotulia kweli kweli, huku kukiwa kuna majumba machache kifahari. Waliingia katika jumba moja. Sikilizeni. Hii nyumba ina kila kitu. Hamtakiwi kutoka getini. Ishini humu ndani kwa kujiachia. Hamtobugudhiwa na mtu, na kuna chakula cha kila aina, na endapo mtahitaji chochote mtanifahamisha. Naamini tumepatana kwenye hilo. Ndio. Msichana huyo alionyesha mazingira ya eneo zima la nyumba na kisha aliondoka eneo hilo na akamtumia Bobby ujumbe kwa message. Wakati mwanadada huyu ameondoka, Stella alibaki na mpenzi wake Chura. Stella akasema, mume wangu, haya mambo yatakapoisha, tafadhali hebu kuwa mtu mwema basi. Hii shida tulioingia ni kubwa mno, na sijui kama ingekuwa sio wale watu wa kaka wale. Sasa hivi sijui kama tungekuwa tumeshaliwa na mamba, sijui hata ingekwaje. Stella alizungumza kwa sauti ya upole huku akimtazama mpenzi wake Chura. Nisikilize, kwa niliyoyapitia, nisipojifunza basi nitakuwa ni mwenda wazimu niliyechanganyikiwa. Mimi kusema ukweli nimejifunza. Okay, sawa, nimekuelewa mume wangu. Wakakumbatiana huku machozi yakiwalengalenga. Japo na kazi zake za kuungaunga na utapeli ndani yake, ila moyo wa Chura umekwama kwa Stella. Ni mwanamke anayempenda na aliahidi kumlinda kwa maisha yake yote. Naam, msikilizaji, upande wa pili, Bobby na Roy walifika Chalinze na Roy alisimamisha gari nje ya baa moja. Alitoa simu yake mfukoni, akatafuta namba anayoihitaji kuipiga. Oya Roy, mbona tumesimama? Bobby aliuliza huku akijiweka vizuri kwenye siti. Aliweka siti yake vizuri na kisha akakaa. Roy akajibu ya kwamba tumefika. Sasa nimelala sana. Ya kiasi chake. Roy alizungumza huku simu ikiwa iko sikioni mwake. Ni mimi naongea. Naona umeikumbuka Umenimisi Na chaje sasa kuikumbuka. Lazima niikumbuke bwana, lazima niimisi hiyo ya mtoto kidogo hivi. Mimi unifanyi bure, mpaka na pesa. Najua uko na mtu. Hapana, nipo kwangu. Kule kwa siku zote, si ndio au? Mimi kule nimeama, nipo kwa mtaa juu yake huko. Basi poa. Nakuja kwenye huo mtaa kwa sababu nilikuwa hapa baa kwako hapa. Karibu, ngoja nifukizie udi chumba kizima. Si unajua mambo ya Kitanga. Roy alicheka na kisha akakata simu na kisha wakaondoka eneo hilo. Oya Bobby, kuna mtaa hapo kati nataka tuingie. Kwa maelekezo ya simu ya msichana huyo, walifika kwenye nyumba anayoishi binti huyo. Huyo binti ni ex wa Roy. Roy alivoja keti la kuzuia risasi huku bastola alizokuwa amezichomeka kwenye viatu na kiunoni aliziacha ndani ya gari. Oe Roy, kuwa makini ndugu yangu. Usijali kaka. Roy alishuka ndani ya gari akasalimiana na huyo msichana ambaye ni ex wake aliyokuwa amesimama nje la geti ya nyumba hiyo. Bobby alikuwa yuko ndani ya gari. Alimtazama msichana huyo ambaye kwa umbo amejaliwa kuwa na msambwanda hivi, huku kiuno chake kilikuwa ni chembamba kama nyigu, yani dondora. Oya, hapo unaishi na nani? Nipo na wadogo zangu wawili, ila wameelekea kwenye mizunguko yao. Wewe unaishi nyumba nzima? Nimepanga, si unajua maisha yanabadilika.
Nikueleze. Roy pamoja na huyo binti waliingia chumbani. Hapakuwa na maelezo mengi zaidi ya msichana huyo kumfanyia manjonjo ya kimapenzi Roy. Manjonjo ambayo anajua kabisa yatampagawisha Roy. Ndani ya muda mfupi wakaanza kuzama kwenye huo mtanange kukata na shoka. Mtanange ambao ni Roy tu ndo anampatia mechi nzito ya namba hiyo. Nilijua utakuwa umepunguza kasi. Msichana huyo alizungumza hivyo huku jasho likimmwagika mwili mzima. Alikuwa amejilaza pembeni ya Roy ambaye naye jasho lilikuwa linamwagika. Napunguzaje sasa kasi? Unajua siku hizi wanaume wengi si wanakuwa hawana nguvu. Akishapiga tu goli moja tu analala chali. Sio kwa mimi wewe. Hivi hujaacha manjojo yako ambayo kusema ndo kweli mimi naipenda unajua mpaka nimemiss. Naipenda sana manjojo yako. Nashukuru mpenzi. Roy akanyanyuka, aliingia bafuni na kujisaidia haja ndogo na kisha alirudi kujilaza pale kitandani. Taratibu msichana huyo alijilaza kifuani mwa Roy huku akiongeza upepo wa AC iliyomo ndani ya hiko chumba. Kusema ule ukweli nilikumisi sana Roy wangu. Nashukuru. Nimeona baa yako umeiboresha sana. Nashukuru Mungu, hapa wateja ninapata. Unajua tena hii ni eneo zuri kwa wateja. Ni kweli. Hivi bado uko kazini Roy? Niko kazini. Najua kuja kuniona ni lazima. Kuna mtu unataka kumjua bila shaka eti? Kwani sasa hivi anaweza kuwa ni mkubwa kidogo Nani? Zedi. Unashtuka nini Tina? Mbona umeshtuka? Nakaa vizuri kwanza. Roy, umemuuliza nani? Zedi. Hivi Roy, unajua huyo mtu sio kawaida? Kwani unasema hivyo? Ngoja tu nikwambie kitu kimoja. Hili eneo zima hili ameliweka kiganjani mwake. Na endapo akijua ni mimi ndo nimemchomesha Roy, wataniua. Nitapoteza maisha yangu. Hakuna mwenye nguvu kuliko serikali. Mimi nitakulinda tena. Roy. Unasema tu. Ukiondokaga kuja kwako ndo kama hivi. Tuna mwaka wangapi mimi na wewe hatujakutana? Unijibu mwaka wa 3 Roy hatujaonana. Wala hata kusalimiana, sio kuonana wala hata kusalimiana. Kweli unataka baa yangu ichomwe moto Roy? Ikiwa ndo kwanza ninaanza kula matunda ya kupambana kwangu. Nakuelewa. Sio kunielewa Roy. Huyo unayemuulizia nikimchomesha ni hatari sana. Mimi, maisha yangu, mpaka na wadogo zangu. Tina, wewe ndo msaada wangu kwenye hili. Na nakuahidi nitakulinda. Na kuhakikishia hakuna baya litakaloweza kutokea. Na kuomba uniamini mimi. Na kuomba sana uniamini mimi. Roy alizungumza kwa sauti ya kubembeleza. Roy alishuka kitandani, alichukua suruali yake iliyopo juu ya meza, akatoa kibunda cha dola milioni 100 za Kimarekani. Alihesabu dola 1000 na kisha akamkabidhi Tina. Tina akazitazama pesa hizo na kweli alizipokea. Roy, hili swala sio kwa ajili ya pesa, naomba nielewe. Hili swala ni kwa ajili ya usalama wangu. Roy akaongeza dola 500 nyingine na kufanya kuwa dola 2000. Tina alishusha pumzi taratibu huku akiwa amezishika pesa hizo ambazo kwa haraka haraka ni kama milioni 4 hivi za Kitanzania. Tina, nakuomba unielewe. Hili jambo ni la umuhimu sana. Tafadhali nakuomba unielewe Tina.
Tina, niko hapa kwa ajili yako na kuhakikishia hakuna baya lolote litakalo kutokea. Anaitwa Zedi. Zedi ni jambazi sugu. Unajua sugu? Ni sugu aliyejitengenezea utajiri mkubwa mno katika ile eneo la Chalinze. Anamiliki sheli, anamiliki maduka ya jumla, magari ya mizigo mashambani huko. Yaani kiufupi Zedi ni tajiri. Huyu bwana wanavodai anatumia nguvu za kichawi, ni mshirikina. Na ndio maana hata kukamatwa kwake kuna kuwa kwa miujiza tu, mara anapotea, mara aonekani hivyo. Mwaka jana kuna maskari walikuja hapa kumkamata, walishindwa kwa sababu aliwapotea mbele macho yao. Yaani kama vile mwana mazingaombwe. Je, kuna mganga yote unayemjua anaweza akaondoa hizo nguvu za giza? Sijui ni mganga, sijui ni nani, lakini tu kuna mzee mmoja yupo Handeni. Mimi wewe ndo namtumia kwenye biashara zangu, kuzifanya biashara zangu ziende. Labda tunaweza tukaenda kumuuliza. Sio kwenda, mimi nataka umpigie simu umuulize hapa. Roy, we nawe naona kabisa unavyojaribu kuiweka miro yangu rehani, Roy. Tina alizungumza huku akishuka kitandani. Alichukua simu yake na akaipiga namba ya huyo mzee. Babu, shikamo. Marahaba Tina, unaendeleaje? Mungu anasaidia. Mzee wangu na tatizo. Bila shaka. Eti babu, unaweza kuvunja nguvu za mtu ambaye ni jambazi, nguvu ambazo anatumia kupotea, yani anapofuatwa anapotea, yani kama vile mchawi. Bila shaka hilo linawezekana kabisa. Basi babu, acha nije hapo, nakuja. Karibu sana mjukuu wangu. Hapo Tina alikata ile simu. Unataka kunipiga goli jingine ndo twende, au twende bila kufanya tena? Uona takaje? Nikuulize wewe. Okay, poa. Acha basi nikudinya kwa mara ya mwisho. Hata kama nikufa, basi nitakufa nikiwa nimepata utamu wako. Tina alirudi kitandani na wakaendelea na mtanange wa pili uliochukua dakika kama 40 mpaka kuisha. Waliingia bafuni na kuoga haraka na kujiandaa na safari hiyo. Walirudi ndani ya gari na Tina alishtuka. Ndani ya gari alimkuta Bobby kwa sababu aliamini Roy amekuja peke yake. Bobby anaitwa Tina. Tina ni jamaa wangu anaitwa Bobby, mshikaji wangu sana. Bobby, huyu Tina ndo mke wangu mtarajiwa. Okay. Nashukuru kukufahamu shemeji. Bobby alizungumza huku akiwa anageuka siti ya nyuma. Tina naye akasema, na mimi pia. Tina alizungumza kwa aibu na wakaianza safari ya kuelekea huko Handeni. Naam, msikilizaji, tukigeukia upande wa pili. Unaweza ukaingia. Najengwa alimwambia Inspector Nance aliyekuwa amekaa nje ya ofisi ya rais. Nance alinyanyuka, alijiweka sawa koti lake la suti nyeusi iliyokuwa amevaa. Aliingia ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais Msulwa. Inspector huyu Nance alipiga salute mbele ya Mheshimiwa Rais, akamkaribisha pale kukaa kwenye kiti. Nashukuru sana Najengwa. Najengwa alitoka ndani ofisi hiyo na kumwacha Inspector Nance pamoja na Mheshimiwa Rais. Unaitwa Nancy Ngoi? Ndiyo Mheshimiwa Rais. Wewe ni Mchaga, si ndio? Ndiyo Mheshimiwa Rais. Nimepitia faili lako
na nimependezwa sana na kesi ulizozifuatilia na kuzifanyia kazi. Ni askari wachache wanaojituma kwa maslahi mapana ya nchi bila ya kujali ni hatari gani watakayokutana nayo huko mbeleni. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais. Kwa umri wako we binti na cheo ulichonacho umestahili kabisa. Kuna vijana wangu wawili wa kiume, kuna Roy na kuna Bobby. Wanaendesha operation moja. Naamini unaifahamu kidogo. Ndio Mheshimiwa Rais, naijua. Nahitaji ushirikiane nao wale vijana. Nitawapa taarifa na nina imani utaongeza nguvu kijiunga nao. Nahitaji sana ujitahidi. Huyu mbwa huyu anaitwa Bata apatikane na ashughulikiwe kisawasawa. Kama yeye ni bata, basi mimi ni mbuzi. Nataka akamatwe haraka iwezekanavyo. Nitafanya hivyo Mheshimiwa Rais, na nitajitahidi kadiri ya uwezo wangu kufanikisha hilo jambo. Nashukuru sana. Jitahidi kesho yako ili ije kuwashangaza wengi. Asante sana Mheshimiwa Rais. Naam, hapo Rais Msulwa alisimama, akapeana mkono na Nancy, na kisha Nancy akarudi nyuma, akapiga saluti ya kikakamavu na akaanza kutembea kuelekea mlangoni akiwa haamini macho yake, kwani sio jambo dogo kwa askari kama yeye kukutana na rais moja kwa moja, na kubwa zaidi ni kwamba anakwenda kuongeza nguvu kwenye timu ya Roy pamoja na Bobby. Nancy, hebu subiri kwanza kabla sijasahau. Hapo Nancy aligeuka kwa heshima ya ukakamavu. Ndio Mheshimiwa Rais. Mshauri wangu wa masuala ya usalama ambaye anasimamia hii operation atakupigia simu na utakuwa unaripoti kwake au kwangu moja kwa moja. Hii ni mission ya siri sana, na pia nitahitaji kitengo chako cha upelelezi kifanye upelelezi wa ndani kwa ndani. Maskari ambao ni watovu wa nidhamu, wanaotumia vyeo vyao vibaya, wanyanyasaji wa watumishi wengine, wala rushwa, na majina yao moja kwa moja uyalete kwangu na uthibitisho kabisa ili nichukue maamuzi haraka. Nitalifanya kazi hilo Mheshimiwa Rais. Okay, sawa. Kalitumikie taifa Nancy. Hapo Inspector Nancy alipiga saluti na kisha alitoka ofisini hapo, huku akishusha pumzi nyingi mno, yani akiwa haamini kama amekutana na Mheshimiwa Rais. Akamsalimia mke wa rais aliyekuwa anasubiria nje ya ofisi, na kisha mke wa rais aliingia ndani ya ofisi ya mumewe. Hey baby, rais alizungumza huku akimtazama mkewe akiingia ofisini hapo. Mke wake alimfuata kwenye kiti alichokuwa mikikalia, alimpiga pale busu la haja, busu la kwenda. Siku mbili hizi mume wangu umekuwa bize. Unajua mpaka nakumisi mwenzio. Hata mimi mke wangu. Si unatambua majukumu niliyoyavaa, lazima nipambane. Hususan hapa mwanzoni. Ni kweli mume wangu, sipingi hilo, ila mwenzio nina hamu na wewe ujue. Baby, nitarudi nyumbani bwana. Baby bwana, please, unajua mapungufu yangu nikiwa kwenye hii hali. Rais Msulwa alisimama akamkumbatia mkewe huku akimpapasa papasa. Nisikilize mke wangu. Kuna kikao kidogo kama cha dakika 15 hivi. Acha nikamalize na kisha twende nyumbani. Sawa mume wangu, kazi kwanza, ila nina jambo ambalo limenileta hapa ofisini. Jambo gani tena mke wangu? Unaonekana umechoka mume wangu. Hawajakutengenezea kahawa Mke wangu kipenzi Salu, siku zote unatambua kwamba mimi napenda kunywa kahawa iliyotengenezwa kwa mkono wako. Na istosha sasa hivi bado ni mpya, mimi hapa Ikulu bado ni mpya. Bado sijajua nani mwema na nani sio mwema kwangu. Hivyo lazima nipunguze kula ovyo. Ni kweli, basi tukirudi nitakutengenezea. Nimefikiria jambo mume wangu. Hapo wakakaa kwenye sofa moja lililopo ndani hapo ya ofisi.
Ni kitu gani mke wangu ulichokifikiria? Kuna makala nimekuwa nikiangalia asubuhi ya leo kwenye TV na nimeona kuna watoto yatima wengi sana kwenye nchi. Kwa kupitia taasisi yangu nimeona ni vyema nikaanza hatua za ujenzi wa makazi ya yatima kwenye kila mkoa. Wow. Ni wazo zuri mke wangu, na kwa kupitia hilo na imani Mungu atazidi kukubariki mke wangu. Ni kweli, ila ninachokihitaji ni maeneo mazuri ambayo tutajenga hayo majengo, na ninapendelea yawe mjini kabisa, ambayo itakuwa ni huduma yani itakuwa na huduma zote kama shule, hospitali na vyuo vya ufundi, kwa sababu lengo ni sio kuwalea tu pekee, ila lengo ni kuwapa na fursa ya ujenzi. Mtu atakapoweza kujitegemea, basi chuo kitampa support ya vifaa vya kazi anayokwenda kufanya na mtaji, basi tutakuwa tunaachana naye vizuri tu. Naamini mume wangu tutakuwa tumepunguza hili kundi kubwa la panyarodi ambao nimeona umemwagiza mkuu wa polisi kwa shughulikia. Naam, mke huyu wa rais afahamikaye kwa jina la Salu alizungumza kwa sauti ya upole iliyojaa mahaba na kumfanya Mheshimiwa Rais Msulwa alishushe pumzi taratibu, huku akimtazama mke wake usoni, huku akiwa na tabasamu pana. Mimi nimekuelewa mke wangu. Kaa na timu yako, muangalie ni maeneo gani mtakayopendelea kujenga hayo makazi, na kisha nitakachokifanya mimi ni kutoa hayo maeneo na ujenzi wazi haraka iwezekanavyo, kwa haraka sana, ikiwezekana ndani ya miaka 2 kila kitu kio kimekamilika kwa mikoa yote. Na ndio maana nakupenda mume wangu, una roho nzuri sana. Mwanamke huyu Salu alizungumza huku akimshika mumewe mashavuni, akaanza pale kumpiga mabusu. Acha ufanye kazi. Wewe ndio ufanye kazi mume wangu, ila usiku nimekuandalia zawadi yako. Zawadi gani tena mama? Mbona unanichanganya? Zawadi haisemwi bwana baby, ila leo jitahidi kurudi nyumbani mapema. Nitaandaa kahawa, sawa? Nitakuletea baadaye kidogo. Sawa mke wangu, nakupenda sana. Nakupenda pia mume wangu. Naam, wakakumbatiana na Salu akatoka ofisini hapo na kumfanya Mheshimiwa Rais Msulwa kutabasamu, kwani Salu amekuwa ni mwanamke mwema sana kwenye maisha yake. Ni mwanamke wa ujanani mwake aliyedumu naye kwa kipindi chote cha maisha yake, na alikuwa ni faraja kubwa mno kwake. Hata pale alipojihisi kukata tamaa, mke wake huyo alisimama naye na kuhakikisha anapambana naye hadi anatimiza ndoto zake. Na toka ameyajua mapenzi, amekuwa na mwanamke mmoja huyo huyo hadi anaingia Ikulu, na wala hakujaribu wala kuwaza kumsaliti mkewe. Wanaume ambao hawasaliti mahusiano wako wachache sana kwenye hii dunia. Sitaki kuwataja kwa majina, ila mmoja wapo mnamjua. Msikilizaji, upande wa pili tunapata kumwona Bobby akiwa anauliza huku anamtazama Roy. Akamwambia Roy, hii safari ya wapi tena? Unaelekea Handeni, Tanga mara moja. Bobby alimtazama Tina aliyekuwa amekaa siti ya nyuma. Bobby ilibidi aulize, we, hiyo safari ni kwema kweli? Kuna mzee tunaenda kumcheki kwanza na kisha ndo tumrudie yule fala. Bobby alikaa kimya kwa sekunde kadhaa na kisha alitingisha kichwa kimaanisha ameelewa. Walifika nyumbani kwa mzee huyo na Tina ndo alikuwa wa kwanza kushuka ndani ya gari. Oya, hapa ni kwa mganga kweli au? Ndo ameniambia hivyo kwamba ana dawa za kumpata yule Zedi yule fala yule. Oya Roy, unajua mimi siaminiki sana kwenye haya mambo mzee. Ndugu yangu, sijui nikwambiaje. Huyu jamaa tulishaambiwa ni mchawi, sijui ana nguvu za ajabu ajabu. Hata udemu mwenyewe amenieleza hilo swala. Kaka, endapo tukibugi kumkamata ufala, itakula kwetu. Inabidi tufanye kile linalowezekana ili tumpate. Mimi mwenyewe sio kama naamini haya mambo, ila inabidi tuyaamini ili tuweze kufanikisha huu mchongo. Nisikilize Bobby, ninajua huaminigi hawa watu, ila sisi ni wa Afrika, yani muda mwingine inabidi tufuate tutamaduni zetu kaka. Ndio, okay sawa, ina shida. Nashukuru mwanangu. Oya, humo ndani inabidi tuingie tukiwa tuko kawaida kaka.
Okay, poa, hamna neno. Naam, kweli Bobby alivua jaketi la kuzuia risasi, akaweka pale bastola zake 3 chini ya siti hiyo aliyokuwa amekalia. Wakamwona Tina akitoka ndani nyumba hiyo, akawaita kwa ishara. Ilibidi Bobby na Roy washuke ndani ya gari, wakaingia ndani ya nyumba ya mzee huyo. Waliingia ndani ya chumba kimoja, walimkuta mzee huyo akiwa amekaa kwenye kigoda, huku chini ya kigoda hicho kukiwa kuna ngozi ya simba iliyo na kichwa chake kwa mbele. Karibuni vijana wangu. Tunashukuru mzee, Roy alijibu, huku akiwa amekaa kwenye jamvi lililomo ndani ya chumba hicho. Hiyo kazi yenu ni ndogo sana. Hiyo tambia ya majambazi kutumia nguvu za giza, wanapotea au kupigwa risasi na kutokufa, iko ni kitu cha kawaida sana. Naamini mnafahamu. Ndio, tunafahamu. Basi hiyo kazi ni ndogo sana. Kuna dawa inabidi niwachanganyie, na kuna dawa nyingine inabidi niwachanje. Wewe mzee, kutuchanja? Ni kidogo tu. Hii dawa atakapojaribu kutumia mazingaombo yake, basi nyinyi mtaendelea kumwona kama kawaida. Wewe mzee, inafanya kazi kweli? Unajua si tunaenda, tukirudi ijefanya kazi mzee wangu, si tutakuzingua. Nitawazingua pia. Bila shaka mjukuu wangu, dawa itafanya kazi. Utaniletea mrejesho mzuri. Na nitawapa dawa nyingine ya kulamba, ambayo pale mtakapomtia mkononi, basi hata kiwashawishi hamtoweza kushawishika. Ina maana anaweza kutushawishi? Ndio. Unajua watu wa aina hii kwenye ndimi zao wanachanjwa. Hivyo hata akikwambia niachie, basi unaweza kumwachia akaondoka mbele yenu huku mnamtazama na mtomfanya chochote, na akishaondoka akapotelea mbali, basi ndio hapo mnaposhtuka. Aise? Ndio. Ama mko tayari, basi nitawapatia hiyo dawa. Ya, tuko tayari mzee wangu. Naam, Roy alizungumza kwa msisitizo na walianza kuhudumiwa na kufanyiwa hiyo dawa. Sasa endapo mtakutana na ukinzani wa kushambuliana naye kwa risasi na mkihitaji kumuua, pigeni risasi kivuli chake na risasi zitaweza kumdhuru. Msirenge risasi kwenye mwili wake, nyinyi pigeni kwenye kivuli chini. Naam, mzee huyo alitoa maelekezo, na baada ya kuimaliza kazi ya kuwashughulikia Roy na Bobby, Roy akasema sawa, tutafanya hivyo mzee wangu. Kwa sasa mimi nitabaki hapa. Nahisi ni sehemu salama kabisa kwa mimi kubaki hapa. Tina alizungumza mara baada ya kutoka ndani ya hiko chumba. Roy akamuuliza, kwa nini ubaki kwa huyu mzee? Roy, kamalize kazi kwanza. Mimi nitarudi eneo hilo endapo litakuwa salama kwa maisha yangu. Ila kwa sasa naogopa. Tina alizungumza huku akimtazama Roy usoni mwake. Usijali. Sawa Tina. Kazi kisha nitakupigia simu. Okay. Ni sawa. Naam. Roy akagana na Tina na kisha aliingia ndani ya gari ambapo tayari Bobby alikuwa ameshatangulia kwenye gari. Wakaondoka eneo hilo huku Bobby akiendesha gari kwa mwendo kasi mno, huku kimya ukiwa umetawala kwenye gari hilo. Oe Roy, tunakwenda kuwa wachawi mwanangu, muda so mrefu.
Yaani Bobby, nilijua tu utasema hivyo ndugu yangu. Sio najua Roy. Unajua mimi haya mambo mimi siamini ndugu yangu. Na uchawi unaanzaga hivi hivi ndugu yangu. Najua kaka. Najua unachokiwaza. Ila Bobby, kumbuka tumefanya hivi kwa ajili ya nchi kaka. Tukimpata Bata tutakuwa tumefanikiwa kwa kiwango kikubwa sana mzee wangu. Ile video mwenyewe umeiona? Usalama wa rais upo kwenye hatari kubwa mno. Kwa ni lazima tufanye kila linalowezekana ili kuweza kuupata mzizi. Ndio, okay. Sawa. Ilo sitashangaa Roy. Siku moja tupande magari tunapaa tu hivi angani, yani shwa tunapaa tu. Naam, Bobby aliendelea kuendesha gari hilo kwa mwendo wa kasi ili waweze kuwahi kufika. Naam, msikilizaji, kwa upande wa pili tunapata kumwona Ruben akiingia ndani ya ofisi ya Mheshimiwa Rais na alikaa kwenye moja ya kiti kilichopo mbele ya meza ya rais. Mheshimiwa Rais akamuuliza, imekuwaje tena? Mheshimiwa, hii hapa ni flash. Ni flash ya mahojiano yake yule binti ambaye ni adui. Hii hapa. Ruben alizungumza huku akichomeka flash hiyo katika TV iliyopo ofisini mwa rais. Walianza kutazama mahojiano aliyokuwa amefanyiwa Bad Lady. Mpaka video hiyo inamalizika, Mheshimiwa Rais Msulwa alishusha pumzi nyingi mno huku akimtazama Ruben usoni mwake. Usalama wangu ni mdogo sana, alisema Rais Msulwa huku akiwa anazungumza kwa sauti ya chini mno. Lakini mheshimiwa, mimi naamini Bobby pamoja na Roy wataifanya kazi vizuri sana ya kumpata huyo Bata. Endapo Bata sipokamatwa, nini kitatokea kwangu? Kwa sababu sasa hivi ni kama vile moto ndo umewashwa, hivyo muda wote utawaka tu na utatuunguza. Rais Msulwa alizungumza huku akionyesha kujawa na wasiwasi uliomfanya hata Ruben aanze kujawa na hofu kubwa mno. Sasa Ruben, ndio Mheshimiwa Rais, nimemwongeza yule Kamanda Nancy kwenye timu ya kina Roy na Bobby. Nancy ndo nani mheshimiwa? Yuko kwenye kitengo cha upelelezi kwa makosa ya jinai na kigaidi. Mheshimiwa, huyo mwanamke anaweza akamudu kweli mziki unaochezwa na Bobby na Roy? Ndio ataweza, kwa sababu hadi hapo ameshalifuatilia swala la Freddy kwa undani. Hivyo nataka kuja kumteua kuwa hapo mbeleni aje kuwa IGP hapo baadaye. Mheshimiwa Rais, IGP mwanamke? Ndio, kwani kuna tatizo? Mheshimiwa Rais, hiyo ni ngazi kubwa sana kwenye jeshi la polisi. Na ukamweka mwanamke. Mheshimiwa Rais, hebu tafakari kidogo hilo. Unajua kwenye serikali yangu mimi sina ubaguzi wa jinsia. Na simweki pale kwa sababu ni mwanamke. Hapana. Namweka kwa sababu ya utendaji wake wa kazi. Sawa Mheshimiwa Rais. Ila kwa nini usingempa mikoa migumu ukaenda ukamtazama ni namna gani atakavyoweza kudhibiti hali itakavyokuwa kwenye hayo maeneo? Ila sio kwa ubaya Mheshimiwa Rais, kwa sababu endapo ataenda kuwa RPC kwenye mkoa wote mgumu, utaweza kumpima utendaji wake wa kazi kuanzia kudhibiti swala la usalama wa rais pamoja na wa barabarani. Nitalitafakari hilo, ila kwa sasa nahitaji awe kwenye hiyo timu. Wafahamishe Roy pamoja na Bobby ya kwamba nimewaongezea huyo Nancy. Sawa Mheshimiwa. Ruben akatoa simu yake mfukoni, akampigia simu Bobby. Mkuu. Bobby, sasa tumefanikiwa kumfikisha salama Bad Lady na sisi tumerudi salama kabisa. No, sawa mkuu, haina shida. Sasa Bobby, kuna ongezeko la mtu mpya kwenye timu yenu, yani wewe na Roy. Rais amemchagua.
Hapo Bobby akamtazama Roy ambaye alikuwa anayesikia hayo mazungumzo. Bobby akauliza, nani tena huyu mmetuongezea? Anaitwa Kamanda Nance. Mzee, kama ni huyo, hana shida huyo. Huyo aje tu. Roy alijibu kwa furaha sana. Basi kama mtakuwa mmemkubali, kama mmemkubali basi atajumuika na nyinyi haraka iwezekanavyo kwenye operation yenu. Okay, sawa mkuu, haina neno. Bobby alijibu huku akipunguza mwendo wa gari, kwani kwa mbele kulikuwa kuna lori kubwa linalokwenda kwa mwendo wa taratibu. Je, kuna swali? Hapana mkuu. Hai basi sawa, mimi niwatakie kazi njema, wewe na mwenzako Roy. Bobby alikata simu huku akilipita lori hilo kwa mwendo wa kasi sana. Oe Roy, unajua kumuingiza yule Nancy kwenye hii timu ni kumsababishia tu kifo. Kwa nini kaka? Unajua utendaji wetu wa kazi jinsi ulivyo. Alafu yule mwanamke ana mafunzo ya kipolisi. Kumbuka hilo. Na usijisaulishe Roy. Sisi na yeye tunafanya kazi tofauti. Wao wamefundishwa kukamata na kujilinda. Sisi tumefundishwa kuua na kujitoa sadaka kwa ajili ya wengine. Mimi ningeona ingekuwa ni sawa tu kama Nancy angebaki kwenye kazi yake ya upolisi huko, afu sisi tukabaki na kazi yetu hii. Ila kutokana kwamba rais ndo kamteua, sawa, tusiongee kwa sababu mimi najua unampenda sana yule mwanamke. Ila tuangalie uhalisia wa hii kazi yetu. Mimi naamini kabisa umenielewa ninachokizungumza Roy. Hii kazi yule dada itampalia. Hii kazi nzito mwanangu. Nimekuelewa kaka. Roy alijibu kwa msisitizo, kwani nilichokizungumza Bobby ni kitu cha ukweli kabisa, na endapo wataingiza masihara kwenye hii kazi yao, basi Nancy anaweza akapoteza maisha kabisa. Kwa sababu Nancy ni polisi tu wa kawaida, na hii mikiki haiwezi. Hii ni mikiki ya kiume, watu mpaka wanaenda kuchanja kwa waganga, sio masihara msikilizaji. Oya Bobby, au kama vipi tuongee na rais mwanangu? Kama vipi tumpumzishe tu kwanza Nancy kwenye majukumu yetu? Nisikilize Roy. Kwa namna fulani ni sawa, lakini kwa namna fulani pia inaweza ikawa sio sawa. Mheshimiwa Rais anaweza katuchukulia sisi ni wa binafsi, au anaweza katuchukulia kwamba sisi ni bora kuliko wengine. Sijui unaelewa? Kumbuka sisi tunalitumikia taifa na hatumtumiki mtu. Hivyo acha tu tumkaribishe huyo Nancy. Ila Roy, lazima utambue kabisa ya kwamba utajizibia nafasi ya kukutana na wanawake wako kama wakina Tina wana mademu wengine. Kwa sababu unampenda Nancy. Na Nancy ukishampenda manake ni kwamba utatakiwa ujionyeshe kwamba wewe ni mwema. Hutoweza kwenda kukutana hivyo vichecheje vyako max wako hao. Manake hapo mzee wangu unajipiga pini. Kubabake. Oya, unajua sikuliwaza hilo mwanangu Oya mwanangu asije. Yaani asije mwanangu. Oya, yani sikuwaza kabisa mwanangu. Oya kweli mwanangu, mimi nitakuwa sipigi mechi za ugenini. Oya mwanangu asije bwana. Nisikilize Roy. Mimi nimekueleza tu kwa sababu akija na akakuona mara leo umetoka na Tina, mara sijui umetoka sijui kupita na demu fulani, mara umetoka sijui umeenda kumdinya nani. Sometimes tunawadinya hawa wanawake wengine kwa ajili ya majukumu. Ona kama leo umemdinya Tina ni kwa sababu tulikuwa tunataka kitu kutoka kwa Tina. Na sio kama tunawapenda. Ni kwa ajili ya kupata taarifa za umuhimu, taarifa nyeti. So Roy, uchaguzi ni wa kwako. Kunyoa ama kusuka. Oya, kazi ipo. Afu huyu Nancy huyu. Ujue nimesahau kumuuliza picha ya huyu fala. Nancy au Tina? Tina. Ona sasa nishaanza yani hata kabla hajaja nishaanza kuchanganya mafaili mwanangu. Tina. Mpigie basi. Naam, kweli Roy akampigia simu Tina. Niambie Roy, nitumie picha za Zedi. Sijui kama ninayo, ngoja. Okay poa. Roy alikata simu
na baada ya dakika 5 ujumbe kupitia WhatsApp uliingia kwenye simu yake. Roy akafungua ujumbe huo. Aliona picha za Zedi akiwa yuko baa kwa Tina, huku pembeni yake akiwa yuko na msichana. Roy ilibidi apige simu. "We Tina, huyu ndo Zedi?" Ndo yeye." "Okay, poa." Roy akakata simu na kisha akamwonyesha Bobby. "Bobby, jamaa mwenye ndo huyo." "Oya Roy, alafu mafuta kwenye gari yanaweza kaisha. Hapo mbele kuna station, hapo tutaongeza." Wakafika sheli moja iliyopo nje kidogo ya Chalinze. "Karibu bosi, niwekee full tanki kwenye gari." Bobby alizungumza huku akimtazama huyo msichana wa sheli. Yule mhudumu akasema sawa. Roy akasema, "Kaka, ngoja kwanza nishuke. Hawa wajinga hawa uoga wanapiga sana hewa. Hizi sheli za umjani usipokuwa makini mwanangu, wanaondoka na lita zako." Roy alizungumza hivyo huku akiwa anachomeka bastola kiunoni, akafunika na t-shirt alilokuwa amelivaa, akashuka ndani ya gari, akasimama pembezoni mwa gari huku akitazama mashine mafuta yanavyosoma. Ghafla, gari nyeusi aina ya Toyota Prado TX new model iliingia kwa kasi eneo hilo, ikafunga breki mpaka tairi za nyuma zikaseleleka. Mhudumu pamoja na Roy, macho yao yote yakatua kwa dereva wa gari hilo. Dereva aliyeshuka, Roy ilibidi ashushe pumzi taratibu, kwani mtu huyo aliyeshuka kwenye hiyo gari ndo huyo wanayemtafuta wao, ambaye ni Zedi. "Hey, oya, lori la mafuta lijafika bado?" aliuliza Zedi kwa sauti ya msisitizo, huku akimtazama mhudumu mwingine aliyekuwa amesimama kwenye mashine nyingine. "Bado bosi." "Wapumbavu sana hawa. Wamekwama wapi kubabake zao? Mimi nawapigia simu wapokee simu zangu." Zedi alizungumza kwa hasira kweli kweli. Bobby ndani ya gari ilibidi aiweke bastola yake tayari kwa mashambulizi, kwani anayemwona mbele yake alikuwa ni Zedi, mwanaume mrefu mweusi mwenye miraba minne kifuani mwake, huku uso wake akiwa na ndevu zilizochanguka changuka. Alikuwa akipiga simu kuweka sikioni mwake, akawa anasikilizia jinsi inavyoita. "Wajinga wapokei simu zangu hawa. Sikia, nawafuatilia na nahitaji wakija hapa mnipigie simu, sawa?" "Sawa bosi." Zedi alianza kutembea kuelekea lilipokuwa gari lake alipokuwa ameliacha. Alikuwa ameacha mlango mmoja wazi. Roy akatoa kiasi anachodaiwa, haraka haraka kaingia ndani ya gari, huku mhudumu wa sheli akifunga kimlango sehemu ya mafuta. Zedi aliondoka pale sheli kwa kasi kubwa mno sheli hapo. Akaanza kurudi alipotoka. Bobby akaona, "Usinitanie, wewe ndo tunayekutafuta wewe." Bobby naye akageuza gari, akaacha uelekeo walipokuwa wanaelekea huko Chalinze, wakaanza kumfata uelekeo wa Msata, tena kwa kasi kubwa mno, wakawa sasa wanamfukuzia Zedi. Roy akamwambia Bobby, "Oya Bobby, hakikisha ufala mwanangu atuachi, huyu tunadili naye." Roy alizungumza hivyo huku akivaa jaketi lake la kuzuia risasi. Bobby akasema, "Oya, alikuwa anamwambia nini yule demu pale?" Bobby aliuliza hilo swali huku akizidi kuongeza mwendo wa kasi. Roy akasema, "Mwanangu sikiliza, inaonekana kuna lori lake la mafuta alijafika ile eneo, ndio alikuwa anawaka pale." "Amepigwa tukio nini?" "Hata sijui mwanangu, ila tu anaonesha amepagawa vibaya mno. Na hisi walipanga kuingia muda mwingine, ila mambo yameharibika." "Wasikiliza Roy, huyu mwanangu tusimcheleweshe huyu hata Msata asifike utudili naye huyu." "Naam." Bobby alizungumza huku akizidi kuongeza mwendo kasi wa gari hilo. Sasa akiwa kwenye gari yake Zedi akaona nyuma kuna gari linamfuatilia kwa muda mrefu sana. Zedi akasema, "Wapumbavu gani ambao wananifuatafuata?" Zedi alizungumza hivyo huku akitazama gari iliyokuwa inamfukuzia. Alikuwa anatazama kwenye kioo chake cha pembeni, kwani kila anavyozidi kuongeza mwendo ndivyo jinsi gari ya nyuma inavyozidi kuongeza mwendo kumfuatilia. Kutokana na kazi yake ya uhalifu, mara nyingi sana huwa ana machale sana huyu jamaa. Akatoa simu moja, akampigia askari trafiki mmoja, akapewa, "Uko wapi?" Yule trafiki akamwambia, "Nipo kituo cha karibu na Msata mzee." Akamwambia, "Sikiliza, napita hapo kama baada ya dakika 10 hivi na kuna wapumbavu nyuma wananifukuzia. Hebu wapige mkono kwanza wasimame." "Unatokea wapi bosi?" Akamwambia, "Natokea Chalinze." Zedi alipomaliza kuongea na huyo trafiki akakata simu.
Zedi akajiambia moyoni mwake, yaani hao wapumbavu wapo kwenye mji wangu. Wanataka kuniletea ushamba. Zedi alizungumza huku akizidi kuongeza mwendo kasi wa gari yake, akiamini tayari ashampigia trafiki, yeye atapita, alafu ile trafiki awasimamishe wakina Roy huko nyuma. Upande wa kina Roy kwenye gari, Roy akasema, huyu mjinga mbona kavile anakimbia sana? Bobby akasema, mwanangu itakuwa ameshtuka, jiandae. Kwa Roy ilibidi alaze siti yake, akafungua mkanda wa siti. Roy akahamia siti ya nyuma, akafungua kioo kilichopo juu ya gari hiyo. Mnaita nini ile? Roof ile ya juu ile, akafungua. Akakanyaga kwenye siti, akatoa kiwiliwili chake hivi juu. Hapo Roy akiwa ameshika ile bastora yake sasa. Roy akamwambia Bobby, msogelee mshikaji, msogelee, simpati huko mbali, msogelee. Roy alizungumza, na ndipo hapo Bobby akafanya alichokuwa ameelezwa, akaongeza spidi. Alivyoongeza spidi sasa wakawa wanamkaribia. Roy akapiga risasi 2, zikavunja kioo cha nyuma. Gari ya Zedi sasa ikapasuliwa kioo cha nyuma. Hapo Roy yule Zedi gari yake iliyumba hivi. Ilivyoyumba sio kama iliyumba kwa makusudi, la hasha, ila Zedi alikuwa analifanyisha hivyo makusudi. Yani alikuwa anakwepa zile risasi, yani anapeleka huko, yani analiendesha zigzag. Roy akasema, huyu ni mjinga sana huyu. Roy alizungumza, akarenga kwenye tairi. Puf, pale kudadadeki. Gari ya Zedi ikakosa balance, likatoka nje ya barabara. Sasa kwa ubaya ni kwamba Zedi alikuwa kwenye kasi kubwa mno. Kwa lile gari likaenda, si likawa limehama njia kwenye mwembe, kudadeki. Kimya. Bobby sasa ndo akakanyaga breki sasa, chwa. Gari kasimama. Kuangalia pembeni, ile gari imejibamiza kwenye mwembe. Zedi akatoboa lile airbag, ile gari kipataga ajali kama linafumuka hivi mbele, akalitoboa lile mfuko lile kwa kutumia kisu, akakata na ule mkanda pia. Mkanda maana ulikuwa umembana, umemshikilia. Hapo Zedi akatoa bastola yake iliyopo kwenye mguu wake, mguu wa kulia, akapasua kioo cha upande wake dereva. Hapo Zedi akajichomoa kwa haraka mno, akajirusha nje, akabiringita mara 2, akasimama, akaanza kufyatua risasi kuelekea walipokuwa wamesimama Roy pamoja na Bobby, ambao nao pia walikuwa wameshachomoka ndani ya gari na kuiacha ile gari ilikuwa ikinguruma. Bobby akafyatua risasi mfululizo alipokuwa yuko Zedi. Zedi alijikuta akishangazwa na watu wanaomfukuzia, kwa sababu siku zote amekuwa akipotea kwenye mazingira ajabu pale anapokuwa anakumbana na majanga kama hayo. Lakini Zedi kila alipokuwa anataka kupotea akawa hapotei. Unajua mbaya hiyo? Muulize mchawi ambaye anakuwa ananaswa. Mchawi kisha naswa, kila anapotaka kupotea potei. Sasa Zedi kila anapotaka kufanya mazingaombo yake apotee pale. Mbona sipotei? Kila kiyeyuka wamba wanamuona, oya vipi mwanetu? Utakwenda wapi bwana? Wewe mwanetu bwana. Sasa Zedi anazungumza na nafsi yake. Ina maana wajinga wananiona ama vipi? Mbona bado wananilenga? Kwa Zedi alipoona sasa askari wamenizidi ujuzi wa uchawi, ikabidi aanze kukimbia. Roy na Bobby wakaanza kumfukuzia. Tena hapo wanamshambulia kwa risasi. Ilikuwa nipige nikupige. Roy akasema, acha kilivu kwa jinga mwanangu. Hili jinga lina mafunzo hili, Roy hapa anazungumza huko anaruka matuta ya viazi vitamu kwenye shamba ambalo alikuwa anakimbilia Zedi. Na mkumbuke matuta ya viazi yanakuwa ni makubwa. Wamejaribu kumpiga risasi kwa mara kadhaa, ila ili jamaa likawa linakwepa. Na mkumbuke Roy na Bobby wana shabaha. Kila akipiga hivi risasi hola jamaa anakwepa. Bobby ndo akamkumbusha Roy, "Oya Roy, yule babu yako alikwambia piga kwenye kivuli. Piga kivuli cha huyo jamaa, kilenge kivuli, usimlenge yeye."
Na hapo Bobi ndo alikuwa amekumbuka yale maneno aliyokuwa amepewa na yule mzee kule Tanga kuhusiana na kivuli cha Zedi. Wakitaka kumpiga risasi Zedi, wasimpige Zedi ya watu mpata, wapige kivuli cha Zedi. Sasa Roy akamwambia, sikiliza Bobi, huyu mpumbavu mjanja anakimbilia kwenye mitimiti, kwa kivuli chake kinakuwa kionekani. Hapo Roy anazungumza hivyo, anabadilisha ile magazine. Na hapo ilikuwa mara baada ya magazine ya kwanza ilikuwa imemwishia risasi. Kwa jinsi alivyokuwa mrefu na hatua zile kubwa kubwa anazozipiga Zedi, inamfanya ndo alikuwa anazidi kukimbia vibaya mno. Bobi akapata upenyo kuona kivuli cha Zedi, na hiyo ilikuwa ni mara baada ya kujitokeza sasa eneo ambalo lilikuwa halina miti. Kudadiki Bobi hapo akatandika risasi 2 papa kwenye kivuli. Nyie kama siala. Zedi kweli mwanangu alishiwa nguvu. Akaanza kukimbia mwendo wa kawaida hivi, yani amechoka. Roy akamtandika risasi ya mguu, ikampata barabara chini jamaa. Huyo mpumbavu ametusumbua. Roy alizungumza huku akiwa anamsogelea Zedi. Zedi ambaye alikuwa anajitahidi sasa anyanyuke, lakini wapi. Roy akasema, we blaza, usijisumbue bana, si tushafika bana, unataka kutusumbua tena tuanze kukimbizana tena ya nini sasa? Roy alizungumza hivyo huku akimshindia risasi nyingine ya mguu. Wakamfikia pale alipokuwa ameanguka, na Bobi akaipiga bastola teke ya Zedi, ikasogea pembeni. Zedi pale akaanza kuuliza, nyinyi akina nani? Ni akina nani? Suni tutatujua sisi ni akina nani. Bobi alizungumza hivyo, na kisha alichukua bomba la sindano, akachukua na kichupa chenye dawa, akamchoma Zedi pajani mwake, na hazikupita hata dakika 5 Zedi pale pale akalala 444. Bwana, ile jamaa linamwaga damu balaa mwanangu. Roy alizungumza huku akifungua mkanda kiunoni mwa suruali yake, akamfunga Zedi kwenye mguu alipokuwa amempiga risasi hizo 2. Aisee, jitu kubwa Isedu. Bobi alizungumza huku akimtazama Zedi aliyekuwa amelala chini. Soma siara kaka. Sisi tulikuwa tunaruka tuta 2 za viazi. Lenyewe linaruka tuta 3 za viazi mwanangu, sio mchezo. Ojoro, sasa hizi ndo naanza kuamini mwanangu uchawi upo. Unajua leo ndo tumemaliza risasi nyingi bila kumpata huyu fala. Mimi nilikwambia Bobi, uchawi upo mwanangu. Mimi kuna nyingine nilikuwa nalenga. Namlenga kabisa hivi, naona kabisa hapa namlenga huyu mpumbavu kudade kila anakwepa. Na kwa umbali tulikuwepo ilikuwa ni ngumu wewe risasi unaikwepaje risasi? Kwa umbali tulikuwepo. Uchawi upo ndugu yangu. Nimeamini ndugu yangu. Hapo Roy akatoa simu, akampiga picha Zedi, na kisha akairusha simu yake, akairudisha simu yake mfukoni. Sasa limetuleta mbali mwanangu. Bobi alizungumza huku akitazama walipotoka. Wakaanza kumvuta Zedi, kwani uzito wake ulikuwa ni ngumu mno kumbeba kwa mtu mmoja. Oya Roy, sikiliza, tunachelewa mwanangu. Shika uko mkono, mimi nashika mguu, tumburuze tumvute. Bobi alizungumza. Ilibidi sasa washirikiane kwa pamoja, wakaanza kutembea naye. Wakakaribia kufika na barabarani, wakaona watu wakiwa wamejaa eneo walipokuwa wameacha magari. Bobi akasema, nenda basi kacheki mazingira. Bobi alizungumza huku akijibanza kwenye miembe. Roy akatembea mpaka barabarani, akawakuta abiria wa magari wakitazama ajali hiyo, huku gari zikiwa zimesababisha pale foleni. Sasa wameenda wapi hawa jamani? Mbona magari yao wameacha tu hapa? Roy alisikia sauti za mmoja wa mama alikuwa akiuliza hilo swali. Gari ya askari ilifika eneo hilo. Roy yeye aliingia ndani ya gari, akalisogeza barabarani, na kisha akashuka akalifunga kwa ndani. Hivi umeshuhudia kilichotokea? Bwana mama mmoja alimuuliza Roy, ila Roy hakujibu kitu. Akamfuata mmoja wa askari. Roy alipomfuata askari akamwambia, hebu waondoe hawa watu wako barabarani. Yule askari akamuuliza, wewe nani? Roy akasasikiza, fanya hivyo mwanangu. Uone nilichokivaa mpaka unauliza?
Roy alizungumza kwa ukali kidogo huku akimtazama askari huyo machoni. Magari yaliyosimama yakaanza kuongozwa na askari hao na yakaanza kupita eneo hilo na watu wakatawanyika na kuendelea na shughuli zao. Roy ilibidi arudi alipokuwa amemwacha Bobby, wakasaidiana kumbeba Zedi mpaka lilipo gari. Askari wakabaki wameduaa kwani wanamjua Zedi vizuri mno, ni mtu ambaye wanamsaidia kwenye biashara zake za magendo. Pia stori za kupotea pale anapotaka kukamatwa iliwafanya askari hao wajawe na bumbuazi kwamba hawa wamewezaje kumkamata Zedi. Roy na Bobby hawakulijali hilo, walimuingiza kwenye gari. Wewe Bobby, tusirudi na njia hii, msata ni hapo mbele, tukapite na huko. Roy alishauri hivyo. Waliwaacha askari hao wakiwa wanaduaa tu pale. Aise, hao jamaa wamemkamata Zedi tena wakiwa wawili. Sio mchezo na wanaonekana ni watu wakubwa sana wa serikalini. Hao sio askari hao jamaa. Zilikuwa ni stori za mazungumzo ya maaskari wakiwa wanalitazama gari la kina Bobby likitokomea. Hapo ndipo Roy alipochukua simu yake na kumpigia Tina. Tina, shukrani sana. Vipi, kazi imekuaje? Tumempata, hivyo mwambie mzee huyo asante sana. Asante Mungu. Alafu kuna ile dawa mliopewa na mzee, usisahau kumnywesha. Wala usijali. Roy alikata simu huku akimtazama Zedi aliyekuwa amefungwa pingu. Pingu hizo alikuwa amefungwa na Bobby mikononi mwake huku akiwa amelazwa siti ya nyuma akiwa hajitambui kabisa. Vipi mwanangu, hujamkuta na simu wewe? Hapana, sijaiona. Bobby alijibu huku akiendelea na safari. Walifika Dar es Salaam, wakampeleka moja kwa moja nyumbani kwa Roy, wakamfungia ndani ya chumba cha mateso. Wakamfunga kwenye nguzo kubwa ya chuma mkono wa kulia na wakamfunga na nyororo ngumu. Mkono wa kushoto nao pia wakaufunga na nyororo ngumu, huku nyororo hizo zikiwa zimefungwa kwenye vyuma vilivyokuwa vimechimbiwa ukutani kwa zege. Miguuni wakamfunga nyororo aina hiyo na wakazivuta juu kidogo, wakamfanya Zedi asiguse chini, huku mikono akiwa ameichanua hivi na miguu akiwa ameichanua hivi kidogo. Simu ya Roy ilianza kuita, ilibidi aitoe mfukoni. Nancy, mambo? Poa tu. Na mimi mmepewa ripoti zangu. Ndio tumepewa. Upo wapi Roy? Na kutumia location uje muda huu. Na okay, sawa. Roy alikata simu, akamtumia ramani ya eneo walipo. Sikiliza Roy, huyo demu akija asiingie kwenye kichumba. Okay, poa, hamna noma. Bobby alichukua kisanduku cha kuhudumia wagonjwa. Alimtoa Zedi risasi zilizokuwa zimeingia mwilini mwake, akamtundikia drip la damu, kwani ukiachana na masuala ya kijasusi, wote hawa wamesomea masuala ya kidaktari, hususan ya upasuaji, na wanaweza kumtibu mgonjwa wanapokuwa eneo la kazi. Roy, niwekee ile dawa kwenye maji kama mzee alivyosema. Bobby alizungumza na Roy akaweka dawa ya unga kwenye maji ya kunywa, akaitingisha chupa hiyo haraka haraka na kisha akampatia Bobby. Bobby alikuwa ameshika sindano yenye dawa ya kumzindua mtu aliyezimia. Akamchoma Zedi sindano hiyo na baada dakika akakurupuka huku macho yamemtoka kweli kweli. Zedi akajaribu kuvuta nyororo hizo akijitahidi kuzikata hivi, ila haikuwa rahisi. Bobby akamwambia, sikiliza wewe mpumbavu, nina maswali machache kwako, ukijibu utaondoka hapa ukiwa salama. Kama mimi siwezi kujibu chochote. Roy akaminya pale button iliyokuwa inapandisha na kushusha minyororo hiyo. Miguu ya Zedi ikafika mpaka chini. Roy akaminya hivi mashavu yake Zedi. Alivyominya, mdomo wa Zedi ukabaki wazi, na hapo ndipo Roy akamnywesha yale maji kilazima. Japo ni kwa mbinde sana, ila alifanikiwa kumnywesha maji hayo, na baada ya muda mfupi Zedi akatulia. Bobby akamuuliza swali Zedi, utuambie Bata yuko wapi? Bata. Zedi alijibu kwa sauti ya upole, kwani maji hayo yameifanya akili yake kutoweza kukataa anachoelezwa. Tunakuuliza utuambie Bata yuko wapi? Bata yupo kwetu Turiani, Morogoro. Bobby na Roy walitazamana, kwani Badiledi alishawaeleza kuhusiana na eneo alipotokea Zedi, kwani ndio kunamfanya awe na nguvu za ajabu za kupotea kila anapohitaji kukamatwa na maskari. Bwana msikilizaji,
mambo yanazidi kupamba moto. Bobby na Roy wamefanikiwa kumkamata Zedi na wameshamhoji kuhusiana na alipo Bata. Swali ni je, kitu gani kitatokea kwenye majukumu yao? Bwana, usikose kufuatilia katika sehemu inayofuata. Itakuwa ni sehemu ya 7, mzigo mtamu huu wa kuitwa The Evil Game kutoka kwake Edazaria G Msulwa. Asante kwa time yako, niseme kwa heri. Bye bye.